Haleluya, haleluya. Leo ni Jumamosi tarehe 1 Agosti mwaka 2026. Kipekee ninakukaribisha katika ujumbe wa neno la Mungu kwa njia ya Rhapsody ya uhakika zinazoandaliwa na mchungaji Chris Oyakilome. Hii ni Rhapsody ya vijana maarufu kama Tivo. Mimi ni msomaji wako Lazar Sauka. Ujumbe wetu wa Rhapsody ya leo una kichwa kinachosema jizoeshe kuishi katika uwepo wake, yaani ishi ukiwa na ufahamu wa uwepo wa Mungu. Kwenye Biblia katika Mathayo sura 28 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mchungaji anaanza kwa kusema tuzungumze. Mara chache sana ndama wa tembo mwitu hutangatanga mbali na kundi lake, kwa sababu daima wanaishi katika utambuzi wa tembo walio karibu yao. Utambuzi huu unawasaidia kuishi katika utulivu, ujasiri na ulinzi, hata katika sehemu ngumu au hatari. Katika namna hiyo hiyo, unapokuwa na utambuzi wa uwepo wa Mungu pamoja nawe, inaweza kukuletea kiwango kipya cha ujasiri maishani mwako. Haleluya! Unapokuwa na utambuzi wa uwepo wa Mungu pamoja na wewe, maisha yako yanakuwa chemichemi ya miujiza isiyokauka. Dr. Dallas Osborne alikuwa akisema, zoe uwepo wa Yesu. Na mimi ninakusihi ufanye vivyo hivyo. Kuzoea uwepo wa Mungu inamaanisha kuishi maisha yako na utambuzi kwamba Mungu anaishi ndani yako na yupo pamoja na wewe. Haleluya! Hivyo matamshi kama mimi ni mpweke dunia hii, hakuna mtu anayenielewa shuleni au mtandaoni, zinapaswa kufukuzwa maishani mwako. Badala yake unasema, Bwana yupo pamoja na mimi daima, hata darasani, nyumbani na nikiwa na marafiki zangu. Wow. Yesu aliposema, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari, katika Mathayo 28:20, ilikuwa sio utani. Haijalishi kama unahisi au hauhisi, yeye yu karibu. Yeye yupo pamoja na wewe na yupo ndani yako. Usiruhusu akili yako kufikiria mawazo ya upweke na udhaifu. Tazama kioo na ujiambie, Mungu yupo pamoja nami, anaishi ndani yangu, hata ninapohisi nimeachwa au nisipokuwa na uhakika. Unapaswa kuanza kufikiri, kuongea na kufanya kazi kama vile Mungu yupo pamoja na wewe, kwa sababu ni kweli. Ongea na yeye mara kwa mara, kuwa na uhusiano naye kama mtu halisi anayeweza kusikia na kuthamini shauku yako, ikiwemo shinikizo za shule, marafiki na utambuzi wa uwepo wake. Namna hii hutatambua ukosekano wa watu wengine au changamoto na ushindani unazokumbana nazo. Ni kitu kinachopaswa kujizoeza, haswa unapokuwa mwenyewe. Haleluya! Mchungaji anahitimisha kwa kusema, kama unaweza kuwa jasiri katika uwepo wa Mungu, utashinda unapokuwa nje ya mazingira yako. Huu utakuwa mwisho wa mapambano yote, mwisho wa hofu, kero, dukuduku, wasiwasi na dhiki. Zitaondoka maishani mwako. Atakuongoza, atakuelekeza, atakulinda na kukutia nguvu, kama alivyomwambia Joshua. Anakuambia leo, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana wako yupo pamoja nawe kila uendako. Hii ni Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Ingia ndani zaidi. Wakati wako utasoma Ibrania sura ya 13 mstari wa 5 na Zaburi sura ya 23. Sali nami sala hii kwa sauti. Sema, Baba mpendwa wa mbinguni,
ninakushukuru kwa ajili ya uwepo wako pamoja nami, na kwa sababu ninajua uwepo wako pamoja nami, sina hofu, sina wasiwasi, wala sikati tamaa. Wewe una uwezo wa kukamilisha kila kinachonihusu leo na daima, katika jina la Yesu, amina. Ninaamini umebarikiwa na ujumbe huu. Kama bado hujamfanya Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nakupa fursa hii ya kumwalika leo katika moyo wako. Tamka sala hii kwa sauti. Sema: Ee Bwana Mungu, naamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu Kristo ndiyo Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mtoto wa Mungu. Haleluya! Hongera sana. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Kwa sala hii fupi umekuwa mwana wa Mungu. Kwa mahitaji ya Rhapsody ya uhakika na kwa mpango wa kusoma neno la Mungu kila siku kwa mpango wa mwaka mmoja au kwa miaka miwili, haleluya, umebarikiwa sana.